mchakato ulivyoanza kule, hatukutegemea kama tungeweza kufaulu kufika nchini kwetu, lakini tulizidi kumwomba Mungu. Baadhi ya wenye imani ya kuomba Mungu kwamba amguse rais wetu na balozi wetu, hatima yake kwa kweli Mungu akawa ametujibu. Tukasikia siku moja kwamba usafiri utakuja, tukaanza kujiandaa ili kwamba turejee nyumbani. Tulifurahi kweli, lakini si wote, wengine hawakuamini. Kitazama Kongo walikaa kimya kwa wananchi wao, kitazama Burundi, kitazama hata nchi zingine, lakini ukiangalia Ghana, Malawi, Mozambike, watu waliondoka. Kwa hiyo hivyo sisi wa Tanzania tulianza kukata tamaa kabisa, tulikata tamaa kabisa, lakini baadaye sasa tukaona group imetengenezwa kwamba sasa jiandaeni, wanaotaka kurejea nyumbani kwao kwa hiari. Kwa kweli mimi wa kwanza nikawa mmoja wapo wa kwenda kujaza fomu. Pengine hali ilikuwa mbaya kiasi gani mpaka mkaona ni mrejee nyumbani baada ya kupata hii nafasi? Hali wananchi wa pale walianza kudai kwamba wametukataa, wametuchoka, kwamba hawatutaki tena. Wakatangaza uwe na kibali, usiwe nacho, uwe na passport, usiwe nayo, turejee kwetu. Na wakaweka siku maalum ambao hatutoisahau maishani mwetu sisi kama Watanzania. Wakasema tarehe 30 ni kuua tu. Sasa kwa hiyo kila mmoja pale alikaa kitegemea sasa huu muda huu. Tulikuwa tunahesabu, tunaona tarehe 25 zimefika, tunaambiana kaeni mkao wa kula. Ndivyo ilivyokuwa. Na labda pengine tayari kule mlikuwa mmeshaanzisha maisha. Kwa hiyo nikakuta wenzangu pia wapo wengi ambao ni Watanzania, tumekimbilia humo kanisani. Kwa hiyo tarehe 26 na 7 na 8 na 9, tarehe 30 palikuwa kimya kabisa, yani pepo la umauti lilikuwa limetandaa kabisa, kwa sababu hata wananchi wa pale wale wazuru wanaotukataa ni wao walihofu, wakaogopa kuingia barabara. Kwa hiyo pale tulikuwa wote tunaogopana. Mzuru anasema nikijitokeza tu hawa jamaa wa Malawi, wa Tanzania, wa wapi, naweza nikaingia mkenge. Kwa hiyo na sisi tukawa na hofu, kwanza wao ni nchi yao, na sisi pale tumeenda kwa maslahi ya kutafuta. Kwa hiyo tukawa na hofu kabisa. Tarehe 30 hakuna aliyetoka ndani, maana tuliemea chakula siku 4. Kwa hiyo tulikaa muda wa siku 4 tumo ndani, hatoki mtu. Yaani hata mtoto akilia tunamwambia mwenyewe peleka chooni huko, usituletee bara. Kwa ndo maisha tuliyoishi pale. Kwa hiyo tulivyosikia fursa hii imepatikana, kwa kweli niseme kwamba aliyebaki, yani kila mtu na mapenzi yake tu anavyopendelea, lakini kwa mtu ambaye anajua kwamba kifo ni kibaya, kukatishwa maisha ni vibaya sana, kwa kweli kuwahi ni vizuri, ukaachana na ile nchi. Mmerejea nyumbani sasa, yapi ni mategemeo yenu sasa baada ya ninyi kurejea hapa nyumbani? Yeah. Na kwa kweli hata mimi kwenye grupu kwa nilikuwa na wahamasisha kwamba tumekaa South Africa, lakini tuwe tumejifunza kitu. Kwa mfano kama mimi nimepata fani ya kilimo cha kisasa. Kwa hiyo pale napoelekea Kigoma pale, kwa kweli nimeona vile vitu vidogo vidogo, mchicha, nyanya ntole, pilipili, kwamba mimi nikilima pilipili ni mwanaume, watu watanicheka. Pale ndio kuna hela. Kwa hiyo na mimi nitakwenda kujikita kwenye kilimo. Na jambo la pili niliona pale ni uvuvi. Kizingatia mimi ni mtaalamu wa uvuvi kabisa. Na kilichokuwa kimenipeleka kule nipate chombo cha kwangu, lakini haikuwa tena mategemeo, sababu nimewafanyia kazi wengi. Kuna kipindi niliwahi kuuza milioni 35 kwa siku moja, kwa hiyo nakuja kupata milioni 1. Kwa hiyo nikahesabu nikipata cha kwangu nitawini. Kwa hiyo baada ya kwenda huko maisha, ila nimekuja na bahati nzuri kwa sababu nimefika salama. Kwa kweli na mimi nilishampigia simu hata mwenzangu kule kwamba jipange, hakuna kutembeza umachinga tena bafu kichwani ya dagaa. Tunajikita katika masuala ya kulima mboga vitu nini, tunaingia kwenye shamba, najitupa kwenye uvuvi. Mimi nilikuwa na mpango wa kurudi nyumbani kwa sababu ni muda mrefu watoto wangu hawajaona wa ndugu zangu. Na pasipoti yangu vile muda wake unakaribia kuisha.
Kwa hiyo nilipopata chansi hii nikaona niitumie. Pengine hali ya maisha ikoje na sasa kile ambacho kinaendelea sasa hivi nchini Kusini dhidi ya wageni? Kiukweli wanatengeneza nchi yao. Kwa hiyo huu ni wito nchi zingine za Afrika wanabidi wafate jinsi South Africa wanachokifanya ni for the best of their country. Wanajitahidi kufanya kitu kwa ajili ya nchi yao, wanapigania nchi yao no matter what they are doing. Mimi siwezi kuwasema vibaya kwa sababu ni wa South Africa. Ni nchi yao, wana haki ya kufanya chochote na serikali yao inawasikiliza wananchi. Mwananchi ana sheria South Africa, anasikilizwa. Askari anamsikiliza mwananchi, tofauti na nchini kwetu hapa. Askari akishaongea ameongea, mwananchi huna say. Kwa hiyo inabidi tuangalie. Pengine mpango wako unarudi South Africa tena ama? Mimi naishi South Africa. Hapa nimekuja kimatembezi tu. Ndio. Na pengine ningependa kuwaeleza sasa wa Tanzania wengine ambao wako na wanapitia hizo. Nachowashauri wa Tanzania wenzangu, kikubwa unapokwenda kwenye nchi za watu, zingatia vibali. Zingatia vibali, utaishi kwa amani, utafanya kila kitu chako bila pressure, bila tatizo lolote. Kwa hiyo hii yote imetupelekea kwa sababu kutokufuata sheria. Na pengine waliorejea nyumbani sasa moja kwa moja kuja kuanzisha maisha kuendelea na maisha kingine. Waliorudi nyumbani, serikali inabidi uangalie, wameondoka for reason. Tanzania mishuru mmezidi. Tanzania mishuru inaumiza. Tanzania maisha ni magumu sana. Young people they don't have opportunity. Wanafunzi shule gharama ni kubwa. Kwa hiyo watu wanahama kwenye nchi yao wanaenda nchi zingine kwa sababu ya elimu. Elimu ni bora. Kuondoa elimu hata kiafya, hospitality, huduma za hospitali ni nzuri kwa nchi za wenzetu. Manesi, madaktari, whatever, wanaangalia wananchi, uwe ni mgeni, uwe ni mwananchi, uwe whatever, hawabagui. Lakini kwa sasa hivi wameanza kubagua kutokana wameona wamezidiwa. Kwa hiyo nchi zingine za Afrika ikiwemo Tanzania, hiyo Muhimbili, Mwananyamala, Ilala, sijui na hizo zingine zote, wajitahidi kufanya huduma nzuri kwa wateja wao kwa sababu wanalipwa, ile wamejitolea ni kazi yao, wanalipwa end of the day. So mtu mzazi anazaa chini, anatukanwa, anapigwa. South Africa unabembelezwa, mzazi unabembelezwa. Kwa hiyo Thank you.